Video hii itashiriki vidokezo vya jinsi ya kupata joto ukiwa ndani na nje ya nyumba na jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya dhoruba za msimu wa baridi ili wewe na familia yako muwe salama. Msimu wa baridi huanzia tarehe 21 ama 21 Disemba hadi tarehe Machi 20 ama 20. Hata hivyo, hali ya hewa ya baridi inaweza kuanza kabla ya Disemba au baada ya Machi. Hali ya hewa ya baridi hujumuisha hali joto ya chini sana na hali ya hewa inayofanya iwe hatari kusafiri kama vile theluji na barafu. Hali zinaweza kubadilika haraka, kwa hivyo ni muhimu kuangalia hali ya hewa mara kwa mara. Kuchelewa kwenda shuleni au shule kufungwa ni mambo ya kawaida wakati wa dhoruba za msimu wa baridi. Pata habari ili ufanye mipango mapema. Angalia hali ya hewa kwenye simu yako, janga au tazame habari. Ikiwa una uhakika kuhusu jinsi ya kujua kama watu watachelewa kwenda shuleni au kama shule imefungwa, muulize mfanyikazi wako wa kijamii au mtu mwingine anayekusaidia. Kwanza muhimu zaidi, vaa mavazi ya baridi. Vaa nguo nyingi. Vaa pia kofia, skafu na soksi ikiwa bado unahisi baridi, hata ukiwa ndani ya nyumba yako. Ni kawaida kwa watu kuvaa mavazi ya baridi wakiwa ndani ya nyumba zao wakati wa msimu wa baridi. Kuvaa soksi na sweta za joto nyumbani wakati wa msimu wa baridi na kuweka kidhibiti cha hali joto kikiwa katika 65 ama 65 ni bei nafuu kuliko kuvaa kaptula na champali na kuweka kidhibiti cha hali joto katika 75 ama 75. Utahitaji kuvaa nguo zako kimkakati ili kukusaidia kupata joto ukiwa ndani na nje ya nyumba yako. Vaa nguo ya ndani, nguo itakayo kutosha vizuri, inayobana kwenye ngozi, inayoondoa jasho na kukuweka kavu. Hii inaweza kuwa nyuzi ya sansia kwa mavazi yenye mikono na miguu mirefu au mavazi ya kupasha joto. Epuka kuvaa mavazi yaliyotengenezwa na pamba kama nguo ya ndani. Ukitokwa na jasho, pamba italoa na kufanya uhisi baridi zaidi. Kisha, vaa nguo ya katikati. Nguo inayobakiza joto karibu na mwili. Kwa mfano, manyoya ya kondoo, sweta au mashati yanayofanana na sweta. Hatimaye, vaa nguo ya mwisho. Nguo inayokulinda dhidi ya vitu vya asili. Inayozuia upepo na maji kama vile koti nzito ya msimu wa baridi, glavu za msimu wa baridi, kofia ya msimu wa baridi, buti na sakafu za msimu wa baridi. Tafadhali kumbuka kuwa koti za msimu wa majani kupuputika, glavu nyepesi au buti nyepesi hazitakupasha joto la kukutosha. Unaweza kuvaa nguo hii ya mwisho ukiingia ndani ya nyumba. Hakikisha kuwa umebeba viatu vya ziada vya shuleni au kazini
ukiwa hutaki kuvaa buti zako za msimu wa baridi ya ndani ya jengo siku nzima. Kumbuka kwamba ni lazima watoto wako wavae mavazi yanayofaa kila wanapokwenda shuleni, ikiwemo koti, kofia, glavu na viatu vya msimu wa baridi. Walimu, wafanyikazi wengine wa shule au wazazi wengine watashtuka wakiona kwamba watoto hawajavaa nguo zinazofaa za msimu wa baridi. Pili, ni muhimu kuelewa jinsi ya kuhakikisha kuwa nyumba yako ina joto. Tumia kidhibiti chako cha hali joto kudhibiti hali joto. Bonyeza vishale vya juu au chini au washa miundo ya zamani. Weka hali ya joto, sio baridi, ikiwa una mfumo wa hewa. Hakikisha kuwa hali joto ya nyumba yako iko juu ya 60 ama 60 kwa ajili ya faraja na afya. Ikiwezekana, usiwashe joto jingi zaidi ya nyuzi 70 ama 70 kwa kuwa kuzidisha joto nyumbani kwako kutasababisha gharama kubwa za huduma. Usithubutu kuweka kidhibiti cha hali joto kikiwa chini ya 55 ama 55 wakati wa msimu wa baridi, hata ukiwa mbali. Kuzima joto kunaweza kusababisha mabomba ya gande na kupasuka. Mabomba yako yakiganda au kupasuka, kutawajibika kulipia gharama za ukarabati na gharama zozote za kusafisha. Kinachofuata, ni muhimu kujua jinsi ya kutumia joto kwa usalama ndani ya nyumba yako. Tumia tu majiko na oveni kwa ajili ya kupika. Usithubutu kutumia majiko au oveni kupasha nyumba joto. Hii si salama kwa afya na inaweza kusababisha kifo kutokana na sumu ya monoksidi kaboni. Usithubutu kuacha madirisha au milango wazi unapopasha nyumba yako joto. Hii itasababisha bili yako ya joto iwe pesa nyingi sana au gharama ya juu. Badala ya kufungua madirisha au milango, rekebisha tu kidhibiti chako cha hali joto ili kiwe cha chini zaidi. Tumia vipasha joto kwa usalama. Viweke mbali na vitu vinavyoweza kuwaka na usiwache bila kushughulikiwa. Hii inamaanisha kwamba unapaswa kuvizima na kuvichomoa kwenye plagi unapotoka chumbani, na muhimu zaidi, wakati wowote unapoondoka nyumbani. Vipasha joto vina hatari vya kuanzisha moto. Kwa hiyo ni muhimu sana kufuata kanuni za usalama za vipasha joto. Usithubutu kuwasha vipasha joto kwa kutumia soketi za upanuzi au kuweka chochote juu ya kipasha joto. Usiwaache watoto peke yao katika nyumba vilivyo na kipasha joto. Kinachofuata, ni muhimu kuelewa jinsi ya kusafiri nje kwa usalama wakati wa hali ya hewa ya baridi. Ingawa watoto wanaweza kuchelewa kwenda shuleni au shule kughairiwa, watu wazima bado wanaweza kuhitajika kusafiri kwenda na kutoka kazini hata wakati wa hali ya hewa ya baridi. Unapotembea kwenye barafu, jitahadhari na
uepuke barafu kadri inavyowezekana. Jua kwamba wakati mwingine barafu inaweza kuwa ngumu au huenda ukakosa kuiona ikiwa chini ya theluji au kwenye sehemu wazi. Tembea polepole, hatua kwa hatua. Badilisha uzito wako polepole kutoka kushoto hadi kulia. Kumbuka, hata kama njia barabara ina barafu, bado si salama kutembea barabarani. Madereva hawatarajii watembea kwa miguu wawe barabarani na wanaweza kukugonga. Ikiwa unaendesha gari wakati wa msimu wa baridi, jihadhari sana. Wakati mwingine si salama kuendesha gari kulingana na aina ya gari unayomiliki. Nenda polepole. Endesha gari polepole kuliko kikomo cha kasi kinachopendekezwa. Angalia barafu isiyoonekana wazi. Huu ni wakati ambapo eneo linaonekana kuwa halina barafu, lakini maji imeganda na mtu anaweza kuteleza, hasa kwa magari. Ikiwa huwezi kuondoka nyumbani kwako kwa usalama na kuenda kazini, utahitaji kumpigia simu mwajiri wako na kumjulisha haraka iwezekanavyo. Pia, unahitaji kuelewa kwamba baridi kali inaweza kusababisha dharura za afya. Kukiwa na baridi sana na huwezi kupasha joto la kutosha nyumbani kwako au kupata joto kwa nguo zako, unaweza kuganda hadi ufe. Watoto wadogo, wazee au walio na hali nyingine za kiafya wanaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi. Ili kuepuka kuumia au kifo kutokana na baridi, hakikisha kuwa una nguo za baridi za kutosha kwa siku nzima. Hata kama kuna joto asubuhi, kunaweza kuwa na baridi haraka jioni, na hata kuwe na baridi na dhoruba ya theluji. Ni muhimu kujiandaa kwa hali ya hewa ya baridi na dhoruba za theluji ili ujue cha kufanya mapema zinapotokea na baadaye. Unaweza kujiandaa kwa kufanya mambo yafuatayo kabla ya dhoruba ya msimu wa baridi. Funika mabomba nyumbani kwako ili kuzuia mabomba kuganda. Ikiwa unapangisha nyumba, huenda mwenye nyumba wako ameshafanya hivi au atafanya hivyo ikiwa anataka. Funga madirisha na milango ili baridi isiingie ndani. Angalia mifumo ya kupasha joto na uwe na chanzo mbadala cha kupasha joto, kama vile kipasha joto. Hifadhi vitu muhimu: chakula, maji, dawa, vifaa vya mnyama kipenzi vinavyotosha kwa angalau siku 3. Kuwa na tochi, betri na blanketi tayari iwapo umeme utakatika. Ukiamua kutumia mishumaa, hakikisha kwamba huiwachi ikiwaka bila kushughulikia au uiweke mbali na watoto. Hakikisha una kolea thabiti la theluji na chumvi ya kuyeyusha barafu. Chumvi ya kuyeyusha barafu ni chumvi maalum inayotumiwa tu kwenye njia za watembea kwa miguu na barabarani ili kuyeyusha barafu. Ni sumu, kwa hivyo ihifadhi kwa usalama mbali na watoto na wanyama kipenzi. Wakati wa dhoruba, fanya mambo yafuatayo. Kaa ndani ya nyumba na uepuke kusafiri isipokuwa kama ni lazima kabisa.
Hakikisha uhisi baridi. Vaa nguo nyingi, tumia blanketi na ufunge vyumba visivyotumiwa. Usitumie jenereta au nyavu za kuchomea nyama ndani ya nyumba. Zinaweza kusababisha sumu ya monoksidi kaboni. Wajulie hali majirani ikiwa ni salama kufanya hivyo, hasa wazee au walio na mahitaji maalum. Baada ya dhoruba, fanya mambo yafuatayo. Ondoa theluji kwa usalama. Pumzika na uepuke kufanya kazi nyingi kupita kiasi. Tazama barafu kwenye njia za watembea kwa miguu na barabarani. Angalia uharibifu wa nyumba yako, hasa kutoka kwa mabwawa ya barafu au matawi yaliyoanguka. Hifadhi tena vitu muhimu ili uwe tayari endapo dhoruba nyingine itakapotokea karibuni. Tunatumai kuwa video hii itakusaidia kukaa salama na kupata joto wakati wa msimu wa baridi.